Jana tuliweza kuona bunge la Ulaya limetoa tamko la kuazimia kusitisha mpango wa kuifadhili Tanzania kwenye misaada. So barua hiyo iliyotolewa na bunge la Ulaya ambayo baadhi ya wabunge wa Ulaya bwana wamepinga mpango wa tume ya Ulaya European Commissions kwa kutoa misaada ama kufadhili Tanzania kwa mwaka 2026. So chanzo chake ni hawa European Parliament Press ambao wao ndio kitengo maalum cha mawasiliano cha bunge la Ulaya. Yani hawa jamaa bwana wamedhamiria Tanzania, na hatimaye bunge hilo likaa limetaka baadhi ya vitu vifanyike ili nchi ya Tanzania iweze kuondolewa kwenye hivyo vikwazo, huku ikiweza kutoa masharti magumu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jeshi la polisi na pia baadhi ya watu. So kulikuwa na mambo mengi sana kwa siku ya jana, lakini jambo kubwa lilikuwa ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu, lakini pia lilimtaja Tundu Lissu na kutoa wito kuhusu haki yake ya kusikilizwa na haki ya uwakilishi wa kisheria. Lakini jambo pia lingine walilozungumzia walikuwa na wanataka liweze yani CCM iweze kukubaliana ama ingie kwenye majadiliano na chama cha upinzani. Sasa serikali na yenyewe imejibu baada ya kuona kile ambacho kilitolewa na bunge hilo la Ulaya. Sasa na yenyewe imeamua kuja na kutoa ufafanuzi, wenyewe wanakuambia, lakini Watanzania wengi wanajua kilichozungumziwa. Kwa hiyo hata wakifafanua tayari watu walikuwa wanajua what is going on. So kupitia taarifa ya serikali ambayo ilitolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, na nukuu hiki kilichoandikwa, anasema mjadala wa upigaji kura wa bunge la Ulaya kuhusu mpango wa ushirikiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya kwa mwaka 2026. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefuatilia mjadala na upigaji kura uliofanyika katika bunge la Ulaya tarehe 18 Juni 2026 kuhusu programu ya ubia kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya kwa mwaka 2026 yenye jumla ya euro milioni 156. Serikali imebaini kuwa baada ya upigaji huo kumekuwa na taarifa mbalimbali katika baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii zinazotoa tafsiri isiyo sahihi kuhusu maana ya kura hiyo. Kutokana na hali hiyo, serikali inapenda kutoa ufafanuzi ufuatao. Kwanza, kura iliyopigwa katika bunge la Ulaya si uamuzi wa mwisho wa Umoja wa Ulaya kuhusu programu ya ubia na Tanzania kwa mwaka 2026. Kura hiyo ni sehemu ya mchakato wa ndani wa taasisi za Umoja wa Ulaya, ambapo bunge hilo linatoa maoni na mapendekezo yake kwa mamlaka nyingine zinazohusika na maamuzi ya mwisho. Pili, kinyume na baadhi ya taarifa zinazosambazwa, mapendekezo yaliyotolewa na bunge la Ulaya sio kusimamishwa kwa fedha za programu ubia zinazoelekezwa au zinazotarajiwa kutelekezwa nchini. Kinachopendekezwa na bunge hilo ni kufanyika mapitio programu hiyo ya kuwasilisha tena. Aidha, kwa mujibu wa taratibu zilizopo, mapitio yote ya programu ya ubia hufanyika na mashauriano na makubaliano ya pande zote mbili, hatimaye kuridhiwa kupitia mkataba wa pamoja wa fedha, yani joint financial agreement, kati ya serikali ya Umoja wa Ulaya na serikali ya Tanzania. Hivyo maamuzi hayo si ya upande mmoja na hayatakuwa hivyo. Aidha, ni muhimu kwa umma kufahamu kuwa katika jumla ya euro milioni 156 zinazozungumziwa, kiasi kilichokuwa kimepangwa kutekelezwa moja kwa moja serikalini kupitia mifumo rasmi ya serikali ni euro milioni 17 pekee. Kiasi kilichobaki cha takriban euro milioni 139 kilikuwa kimepangwa tangu awali kutelekezwa kupitia taasisi teule za Umoja wa Ulaya, taasisi za nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya pamoja na asasi za kiraia. Hivyo tangu awali sehemu kubwa ya fedha za programu hiyo haikuwa imepangwa kuingia moja kwa moja katika mifumo ya serikali. Tatu, baadhi ya hoja zilizomo katika azimio lililopitishwa haziakisi kikamilifu ukweli
na uhalisia wa hali halisi ya Tanzania na hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali ya matukio yale ya Oktoba mwaka 2025. Serikali inatoa ufafanuzi wa kina kuhusu hatua hizo kwa bunge la Ulaya na kwa wabunge wote wa bunge hilo kabla ya upigaji kura. Hivyo serikali inasikitishwa kwamba pamoja na ukweli huo kujulishwa, hoja zilizo katika azimio hilo hazijazingatia ukweli huo. Serikali inapenda kuhakikishia wananchi kuwa mahusiano kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Umoja wa Ulaya ni imara na ni ya kirafiki na ni ya kimkakati na yanayoendelea kuimarika katika maeneo mbalimbali yenye manufaa kwa pande zote mbili. Aidha, tuna mifumo rasmi ya kushauriana na kuwasiliana kwenye masuala yote yanayogusa mahusiano hayo kila kunapokuwa na hitaji hilo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini. Kwa hiyo bwana, hapo umesikiliza vizuri na umesikiliza kwa makini, licha ya yote walioyazungumza wale bunge la Ulaya, lakini bado serikali kwenye hiki kipengele namba 3 kimepinga kwamba kinasema baadhi ya hoja zilizomo katika azimio lililopitishwa haziakisi kikamilifu ukweli na uhalisia wa hali ya Tanzania na hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali baada ya matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Je, ni hatua gani unahisi serikali imechukua? Hapo bado kuna mkanganyiko. Kwa hiyo serikali bado haiungi mkono kile kinachoendelea kwenye bunge la Ulaya. Hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo kila walichokijadili wanaona wao serikali kama wameonewa. Tena wakaendelea kwa kusema serikali ilitoa ufafanuzi wa kina kuhusu hatua hizo kwa bunge la Ulaya na kwa wabunge wote wa bunge hilo kabla ya upigaji kura. Si ndo hawa walosema kutakuwa na nyinyi wala nyinyi, alafu mwisho wa siku akasema who are you? Si ndo hao? Okay. Hivyo wakamalizia kwa kusema eti serikali inasikitishwa kwamba pamoja na ukweli huo kujulishwa, hoja zilizomo katika azimio hilo hazijazingatia ukweli huo. Shida, mmepeleka hoja, mmepeleka nini mlichoenda cha kujitetea, lakini bado kwa sababu gani? Ukweli unajulikana na watu wanaojua ukweli. Kwa hiyo mlichokipeleka huenda ni cha uongo, kwa sababu ukiingia mitandao ya kijamii mingi, achana tu na mtu kukuelezea, ukweli utaujua. Na mlibugi sema kweli serikali kwa kuanza kutoa matamko mapema. Unajua, unaambiwa usianze kupiga kelele kabla hujajua kesho yako ikoje. Kwa hiyo huenda mliwajibu, lakini ukweli bado unaendelea kuwa na nguvu, kwa sababu hapa wanaosikilizwa sana ni wanaharakati na wanasiasa wenye nguvu. Kwa hiyo huenda mlizungumza, lakini mlichokizungumza kimekuwa negative na ukweli. Kwa hiyo bado hawa jamaa wataendelea kuwabana kweli kweli. Kwa hiyo misaada ndio hiyo inaenda sasa kutamatishwa. Kwa hiyo serikali sijui ifanye nini by the way, lakini ukweli ndio huo. Lakini hata wao ufafanuzi waliotoa wameuelezea tu kisimple, tofauti na wale ambao walokaa chini na kuchambua. Drop comment, bye bye.